Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisibu namwambiaga Mungu wangu tu. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we. Patrick, ungenisikiliza basi. Naomba basi muda hata kidogo unisikilize ninachotaka kukisema. Hiki ninachotaka kukisema ni muhimu sana kwa ajili ya mustakabali wa mapenzi yetu na maisha yetu kwa ujumla. Hivi wewe jamani, umeishi na mimi miaka yote hiyo. Hiki unachonifanyia sistahili mimi kufanywa kitu kama hiko, na ukumbuke mimi ni mkeo. Sitaki kuongea chochote kile nawe Maya. Nipishe mara moja niondoke zangu. Sawa? Mlenze. Naam boss. Nani ameingiza gari ya Patrick hapa ndani? Ni yeye mwenyewe boss. Yuko wapi? Nadhani yupo chumbani kwake, kwa sababu jana alirudi usiku sana. Patrick. Baba. Amka mwanangu, twende ndani. Unajua mume wangu leo ndani tumelala milango wazi, mwanao hajarudi. Tena wewe anakuja na mwalimu Zawadi. Yuko. Sasa utamwona subiri. Habari zenu wazazi wangu, shikamoo. Shikamoo baba. Marahaba. Yaani wewe mwalimu Zawadi unacheza na akili zangu mimi? Unanichezea michezo? Unajifanya nao unapiga mwingi. Yaani wewe wakuja kwa mke wangu unataka kunigombanisha? Ila baba, leo mkwe wako hajajia haya. Yaani leo mkwe wako kaja kuomba radhi, amekuja kwa baba mzaa Chema. Kelele wewe, Robina, shenzi wewe. Kwanza nataka kunyambia, nataka kukuuliza jana umelala wapi? Sasa baba, mimi si ninaenda kwa mwalimu Zawadi? Mimi nimeenda kuongea naye kuhusu maneno ya mama aliyosema, kwenda kumuuliza. Mwalimu Zawadi kasema hajui chochote, wala hajamwambia chochote mama, kile maneno umeyatoa wapi? Huko. Ndio, na hajasema umeyatoa wapi? Hujasema wewe
Ujaje wewe Mwalimu Zawadi ukaja kusema eti mume wangu huyu amekulazimisha wewe umuoe mwanawe kwa sababu anataka alipishwe michango yake. So wewe. Ha, mama, labda unanifananisha mimi. Nimekufananisha wewe. Acha unafiki wewe. Ujaje hapa ukaja kusema mwanao simpendi, sitaki na sijawahi kumpenda hata kidole chake. Sasa hizi unakataa Mwalimu Zawadi, Mungu anakuona wewe. Mimi kuna kitu hapa nakishangaa na naomba jamani mnielewe vizuri. Na tuweze kuwa na jicho la tatu la kuangalia. Katika hali ya kawaida baba yangu, mwanamke mzuri kama Robina, wanawake ambao wanatafutwa na wanaume wote duniani, wanawake wanaotumika kwenye matangazo na ma-TV katika mambo ya kutangaza mabiashara ya watu, unaweza ukaenda kumwongelea maneno mabaya kama haya anayoyasema mama jamani? Kuna tofauti gani kati ya Robina na kina Beyonce, kina Karueche, kina nani? Si ndio wanawake hawa? Mama jamani. Mama, hata kama unipende usiseme maneno hayo mama. Sasa wewe mama Robina, wewe ndo mnafiki. Wewe ndo fisadi. Wewe hujawahi kuwa upande wa mwanao hata siku moja ukampenda. Yaani baba hata usiongee sana. Tushamjua hapa mchawi wetu nani. Yaani mama, penzi hili ulipendi na hujawahi kulipenda. Mwanangu, kuna kitu mimi nataka tuongee. Unajua mwanangu, mimi nikikuangalia huwa nakuonea huruma sana. Dunia sasa hivi mwanangu, maradhi ni mengi mno. Mimi naamini Mwenyezi Mungu katika maandiko yake aliposema mtakanyaga nge na nyoka nao hawatawadhuru, nina uhakika alikuwa akimaanisha nge na nyoka tusiowaona, lakini sio wale tunaowakanyaga kwa makusudi. Mimi najua wewe uko vizuri sana kwenye maandiko. Uko sahihi mama. Sasa nisikilize mwanangu. Mke wako atakusababishia matatizo makubwa sana katika maisha yako. Njia zake ni nyingi mno, mno. Sijui hasa nataka kukuambia nini, lakini inakubidi uwe makini sana. Mama, najaribu kukuelewa, lakini nilitamani angalau ungefika mahali fulani ili niweze kukuelewa zaidi. Mke wako anajihusisha kimapenzi na wanaume wengine, na mbaya zaidi mwanangu, anawaleta kwenye chumba chenu mnacholala. Hii haijakaa vizuri kabisa. Mama, najua siku zote kwamba Abigail sio mwaminifu, na ninajua kwamba amekuwa akinisaliti kwa muda mrefu, lakini kwamba anaweza kwenda huko kuchukua wanaume na kuwaleta ndani kwenye chumba na kitanda ambacho tunalala mimi na yeye, inanipa mashaka kidogo. Si kwamba sikuamini mama, lakini nachelewa kuona ni namna gani, kwa jinsi gani anaweza kufanya hivyo. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Wewe koma, wewe sitaki unieleze hizo habari. Sitaki uniambie maneno yako ya kijinga. Mimi sikupendi wewe kwa sababu gani? Wakati huyu mnafiki kaja hapa jana, kaja kaongea maneno yote, ina maana mimi ndio niongope kwa sababu gani? Huyu ndio mnafiki kasema sijawahi kumpenda huyo Robina wako, sijawahi kufanyaje, baba ananilazimisha. Sasa hivi mnakuja kuniambia mimi huyu anataka kunigombanisha mimi na familia yangu. Unataka kunigombanisha mimi na familia yangu? Yaani mama, Mungu akubariki. Na Mungu atakuona wewe. Na mwanangu huwezi kumuoa, labda ndio nimekufa. Nakwambia. Mwalimu Zawadi. Baba. Mwalimu Zawadi. Ndiyo baba yangu. Mzee wangu. Vipi mpango wako wa ndoa? Kiukweli mzee, kwanza nichukue nafasi hii kukushukuru kwa upendo na maelekezo mazuri ambayo umekuwa ukitupatia, lakini pia nilipata wasaha wa kuzungumza na mwenzangu asubuhi na akawa amenieleza juu ya changamoto zinazokukabili. Kwanza nikupe pole sana mzee wangu, lakini nikuhakikishie una mtoto wa kiume dume za gamba kweli kweli.
sisi katika mipango yetu tulivyopanga, tumefikiria kwa kina, tukaona ni kwamba ni kweli baba umeridhia sisi tuweze kuoana, na sisi tuna kiu imetushika, yani kiu ile imetukamata, tunakauka kwa kutaka kukamilisha jambo hili la ndoa. Lakini tunajiuliza, tukiingia kwenye ndoa sasa hivi na baba akiwa kwenye changamoto hii itakuwaje? Tukaona ya kwamba ashuhudie baba, tuje tuzungumze na wewe, tuone jinsi gani baba tutakwenda kushughulikia changamoto yako ya macho. Itakapokwisha, sisi sasa tuingie kwenye tukio la kidunia, tukio la kitaifa, tukio ambalo litakwenda kukomba umati wa watu na kuishangaza dunia, la kufunga ndoa. Akati muda huo baba yetu kipenzi mzazi, unalishuhudia tukio hilo kwa macho yako. Hayo ndio tuliokuwa tumewaza baba. Ili tatizo langu la macho halina wasiwasi, muda mfupi tu nitaanza kuona. Na harusi yenu itakuwa kubwa. Ndio. Itasimamisha nchi. Ndio. Mtaalika watu kila sehemu. Ndio. Lakini ninachokuomba, ndio baba, safari hii ukija ukamwacha mwanangu, basi nitahakikisha kwenu naweka turubai. Kwa sababu nataka nifanye harusi kubwa, nataka kusimamisha nchi. Nitawalika watu kila sehemu. Ndio. Kwa hiyo ninachokusisitiza, mwanangu ndo moyo wangu. Ndio. Ukija ukambwaga, basi tutabwagana. Unajua baba, labda kuna kitu hujakifahamu. Mimi nimezunguka duniani mataifa kwa mataifa mpaka nakuja kupata stashahada ya kwanza katika watu 7 duniani, na mimi nimo wa ufundishaji wa kwaya. Nimekutana na wanawake wengi wazuri, lakini sio kama Robina baba, sio kama Robina Korongo. Nakwambia baba, hili jambo linakwenda kutokea katika kiwango cha dunia, kiwango cha kimataifa. Hawatoshinda kabla hatujashinda, na tutawapiga nje na ndani. Ama unasemaje mke wangu? Sasa bibi wangu mtarajiwa, ngoja nikakuandalia chai, kikombe na unywe chai na mko yako. Yes. Baby, leo hapa hamna kutoka. Robina, your request is my command. Nitashinda na baba hapa mpaka nihakikisha ameanza kuona nuru. Mwalimu Zawadi, itakuwa harusi ya kufa mtu. Kabisa mzee. Joseph, hivi kweli mimi ninaweza kumsingizia mwanangu niliyemzaa mwenyewe? Jana usiku mwanangu limetokea fumanizi kubwa hapa. Yule binti wa nani wa mzee Korongo kaja kumfumania mchumba wake hapa. Mungu saidia, binti anafika tu, Mwalimu Zawadi nendo anatoka na kanga yake chumbani, anakuja bafuni mwanangu. Na wala hiyo sio mara ya kwanza. Mimi mwenyewe ni zaidi ya mara 3 namshuhudia Mwalimu Zawadi analala chumbani kwenu. Hebu fumbua macho yako mwanangu. Abigaili ni mwanangu. Hili tumbo ndilo amelala mwanangu. Hili titi ndilo amenyonya. Nawezaje kumsingizia mimi mtoto wangu? Niko sawa. Jipe nguvu mwanangu. Jipe nguvu. Najua kabisa kwamba inauma sana. Sana. Lakini sasa mimi nimesema ukweli kwa sababu najua kabisa yule binti hata kaa kimya. Hivi leo kesho na kesho kutwa mwanangu unayasikia. Si utajua kabisa mimi nilikuwa najua. Utanifikiriaje? Mungu akubariki mama. Asante kwa kujali. Hiyo ni roho ya Mungu kabisa. Haya, kwa hiyo unachukua uamuzi gani sasa? Mimi namwachia Mungu mama. Mungu gani we mtoto? Mungu gani? Joseph, hebu fumbua macho yako. Mke wako amekufanya mpumbavu kwa muda mrefu sana. Au basi labda kama unafikiri kwamba ukiachana naye utaenda wapi? Sikiliza mwanangu. Hii nyumba mimi ni ya kwangu. Naweza nikakupa banda la uwani ukakaa bure kabisa. Ili mradi tu lakini mwanangu mimi uokoe maisha yako. Nakushukuru mama. Asante sana. Lakini maandiko matakatifu yanasema kwa sababu hiyo mtu ataacha babake na mamake ataambatana na mumewe
na hawa wawili hawatakuwa wawili, bali watakuwa mwili mmoja. Na Mungu alipomuumba Adam na Eva hakuwapa majina mawili. Kwenye kitabu cha Mwanzo Mungu anasema ninyi mtaitwa Adam, na kwa sababu hiyo Mungu anasema alichokiunganisha yeye Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Mimi binafsi ninajaribu kuijenga ndoa yangu hivi sasa, na ninatamani niijenge ndoa yangu kupitia madhaifu ya mke wangu. Ninajua kila kitu mama, ninajua unanipenda na unanipigania sana, lakini jambo hili tumwachie Mungu mwenyewe. Mungu akubariki mama. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Patrick mwanangu, nimefurahi sana umerudi hapa nyumbani, maana mimi baba yako sikuwa na usiku mzuri kabisa jana. Kwa hiyo mwanangu, nakuomba usijaribu tena kuondoka hapa nyumbani, sawa? Patrick, mimi pia nakuomba radhi kwa sababu hata kile nilichokuwa nimekisema sikuwa na maanisha kabisa baba. Ni kweli Patrick, mama yako amekosea sana, na mimi kama baba wa familia namwombea radhi pia kwako. Lakini zaidi sana mwanangu, ni kwamba nataka ujue kuwa kwamba wewe ndio mboni ya jicho langu. Maisha yangu ni wewe, na nikuahidi hatotokea mtu akukuumiza tena katika familia hii, sawa? Nimekuelewa baba, lakini natamani usiendelee kunitia moyo. Naomba unieleze ukweli, mama yangu ni nani? Kivipi kaka Patrick? Ina maana wewe mjui mama yetu? Suya. Patrick, mimi ndo mama yako. Unadanganya Maya. Kwa kinywa chako umeniambia wewe sio mama yangu na haujawahi kunizaa. Lakini hata baba alipojaribu kukusihi, ukaendelea kusema kwamba ni yeye alitamani wewe uwe mama yangu, lakini mimi si mtoto wako. Ama labda tuseme mimi nadanganya. Biblia inasema mwanamke mwema ni taji ya mumewe, bali aibishaye ni kama kuoza mifupani mwake. Lakini ukisoma Mithali sura ya 31, Mungu anasema mwanamke mwema hufumbua kinywa chake kwa hekima, na sheria ya wema i katika ulimi wake. Sheria ya wema i katika ulimi wake. Lakini juu anasema mwanamke mwema ni taji ya mumewe, ni taji ya mumewe, bali aibishaye ni kama kuoza mifupani mwake. Abigail, mimi sio mjinga, mimi sio pungwani, nina akili zangu timamu. Labda ninajinyenyekeza kwako kwa sababu ninakupenda, lakini hii sio sawa, haiko vizuri. Labda unajidanganya ama unajiweka kwenye daraja fulani kwa sababu ya huu upendeleo wa uumbaji ambao Mungu ameufanya kwako.
Abigail, kwenye dunia, maana sizungumzi habari ya nchi, nazungumza wide world. Kwenye dunia Mungu aliweka wanawake wazuri wa kila namna, wala wewe sio miongoni mwao. Wanawake ambao Mungu aliwapendelea kama Sara mke wa Ibrahim, wanawake ambao Mungu aliwapendelea kama Rebeka mke wa Isaka, kama Raheli mke wa Yakobo, wanawake ambao Mungu aliwapa kila kitu. Ukiwaona unasema leo nimekutana na mwanamke Sara, mwanamke ambaye kila mwanaume aliyemuona mpaka mfalme Farao wote walitaka pengine angekuwa wao. Hawa ni wanawake ambao Mungu aliwapendelea. Lakini kwenye ulimwengu tunaoishi sisi, wako wanawake wengi sana wazuri, walembo, waliosifika. Wako wapi? Wako wapi Abigail? Wamekwenda wapi? Dunia imewameza, hawapo tena. Dunia imewafukia. Ukiwatazama unasema huyu ni mwanamke mzuri. Wako wapi leo? Patrick mwanangu, nisikilize mimi. Kwa sasa naomba tusiwe na mjadala huo tena. Jambo la muhimu kwangu na kwa familia yangu ni wewe kurudi nyumbani. Nina kikao na mtu nisiyemfahamu ofisini. Niache niende huko, alafu baadaye nitawahi kurudi, maana kuna mengi nahitaji kuongea nawe mwanangu. Sawa Maya, hii amani ninayoiacha natamani nikute. Sawa. Niwatakie siku njema. Patrick. Patrick. Ma, hebu mwache kwanza kaka Patrick. Anahitaji muda mwingi wa kuwa peke yake, bado hayuko sawa. Pamela, baba yako hakupi kipaumbele cha aina yoyote ile. Nafikiri mwenyewe umemsikia hapa alivyoongea. Kama Patrick ndio kila kitu kwake. Umenielewa vizuri? Natamani hata wewe ungekuwa unamuelewa huyu babako anavyozungumza maneno yake kama mimi ninavyomuelewa. Sasa mama, mimi mbona sijaona kitu dadi ameongea kibaya? Hajaongea kitu kibaya chochote. Cha msingi hapa ni wewe tu kutafuta amani yako na kaka Patrick basi. Lakini Pamela, upo kwenye usingizi mzito mwanangu. Lakini kuna siku utajua ninachokimaanisha. Mama, ina maana kaka Patrick sio mtoto wako kweli? Pamela, sikusema hivyo. Ninachokipambania hapa mimi nataka wote muwe na haki sawa. Muwe na haki sawa kama watoto wa familia moja, ni hivyo tu. Sasa kama ni hivyo mama, kwa nini mtamkia kaka yangu maneno mabaya kiasi kile? Unataka nijieleze na kwako sasa? Basi mama, imeisha sana. Biblia yangu inasema katika kitabu cha Mithali sura ya 30 kwamba upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili. My Lord, my God. Bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Sijui kama naongea na mtu. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Anasema upendeleo udanganya. Yaani namna Mungu alivyokuumba inaweza ikawa mzigo kwenye maisha yako, ikakudanganya. Ukaona hakuna kama Abigail. Ukaona labda Joseph Ndunguru ni mjinga, ni mpuzi. Anasema upendeleo hudanganya. Halafu anasema na uzuri
ni ubatili. My Lord, my God. Anasema bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa, ndiye atakayeheshimiwa, ndiye atakayepewa thamani. Abigail, siko kwenye hilo daraja uliloniweka. Hapana Abigail. Kama ukitaka kufanya mapenzi na wanaume wengine, nenda ukatafute guest house. Nenda Abigail. Usilete wanaume kwenye chumba ninacholala, kwenye kitanda ninacholala mimi. Usilete wanaume, unanikosea. Kwenye chumba hiki mimi ninafanya maombi, ni chumba changu cha ndani cha maombi, ni mahali ambapo Mungu anasema nao wanaomwabudu Mungu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli, maana Bwana awatafuta watu kama hao, my Lord, my God, ili wamwabudu. Kwa hiyo kumwabudu Mungu ni mtafutano kati ya Mungu na mtu. Abigail, kwenye chumba ninachotafutana na Mungu, kwenye chumba ninachomtafuta Mungu, naleta mwanaume mwingine, anakuja kulala, analala mwanaume mwingine kwenye chumba changu, kitanda changu. Ni kweli nyumba hii ni ya kwenu, ni ya kwenu, lakini mimi hukunileta wewe hapa. Nilikuja kupanga, ukanikuta nikiwa hapa kwenu. Vipi? Inakuwaje? Huwezi kwenda kulipa guest? Huna pesa ya guest? Huwezi kwenda kufanya uzinzi vichakani? Nenda ukalale kwenye... my Lord, my God. Abigail, umeujeruhi moyo wangu kwa viwango vya kutisha sana. Moyo wangu unavuja damu. Hapa ndani ndipo ninapiga magoti na kumshukuru Mungu kwa uhai, kwa afya, kwa riziki anazonipa, kwa familia. Wewe unachukua mwanaume pale. Mimi ninapopiga magoti ninamwambia Mungu hakuna kama wewe. Mahali ninapomwambia Mungu kwamba wewe ni Ebeneza, wewe ni Chemadali, wewe ni Simba, my Lord, liko na masekete. Mahali ninaposema na Mungu nakwenda kulaza wanaume, umeniumiza. Nimeumia Abigail, ninajisikia vibaya. Labda nataka tu niseme neno hili kwamba aonywae mara nyingi huku akishupaza shingo, ipo siku shingo yake itavunjika na hatopata dawa tena. Mungu akubariki sana Abigail, akubariki mno. Lakini nikuombe sana, usilete tena wanaume kwenye chumba unacholala na mimi. Usifanye hivyo. Mungu akubariki sana mke wangu, ninakupenda upeo. Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigail, mke wangu we, amini utabadilika. Abigail, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani,
nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisi